Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Na wakati huu tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo baada tu ya mazungumzo ya amani na kusainiwa kwa mkataba wa amani kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pigano mapya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamelazimu mamia ya watu kuuawa siku moja baada ya makubaliano ya amani kusainiwa huko Washington DC kati ya Rais Felix Tshisekedi, Rais wa Marekani Donald Trump na Rais wa Rwanda Paul Kagame. Makubaliano ya Alhamisi yalilenga kuleta utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati lenye utajiri wa rasilimali, lakini yamekuwa na athari ndogo sana hadi sasa katika eneo lililokumbwa na mzozo kwa miaka 30. Siku ya Ijumaa, wapiganaji wa kundi linalopinga serikali M23 walipigana katika jimbo la Kivu Kusini na jeshi la Kongo likisaidiwa na maelfu ya wanajeshi wa Burundi waliotumwa kando yake. Pande zote mbili zinapigania udhibiti wa mji wa mpakani wa Kamanyola ambapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda na Burundi hukutana. M23 sasa inatawala huko. Milipuko ambayo ilitikisa majengo ilisikika asubuhi nzima karibu na Kamanyolo. Mwandishi wa habari wa AFP ameripoti huko Bugarama, kituo cha mpakani upande wa Rwanda, umbali wa kilomita 2 sawa na maili 1.3. Siku ya Ijumaa, M23 ilishutumu jeshi la Burundi kwa kufyatua risasi bila kukatiza ndani ya DRC. Lakini mnamo Jumamosi na hata leo Jumapili imeshuhudiwa makumi na mamia ya miili ya watu ikiwa imezagaa katika maeneo ya barabara na vichaka baada ya kushambuliwa. Hawa ni raia ambao walikuwa wakikimbia wakielekea katika baadhi ya maeneo ya Rwanda na maeneo mengine ya Burundi, lakini wamekutana na mashambulizi makali kutoka kwa waasi hao wa M23. Misururu ya raia waliokuwa wakikimbia mapigano walivuka mpaka saa za mapema wakiangaliwa na polisi wa Rwanda. Mabomu yalikuwa yakilipuka juu ya nyumba. Shahidi mmoja alieleza kutokana na kile alichokishuhudia: "Tuliomba kubaki tukiwa tumejifungia ndani ya nyumba zetu, lakini hilo lilionekana kuwa jambo lisilowezekana." Kwa upande wa Rwanda, baadhi ya wakazi walikuwa wakizunguka milima kutoka mahali ambapo risasi zinatokea katika vikundi vidogo, alisema mwanamke mmoja katika eneo hilo. Watoto na wanawake wanaogopa sana na wanakimbia kwenye nyumba wakati milio ya risasi inapozidi. Mnamo Januari, M23 wakidaiwa kuungwa mkono na Kigali na jeshi lake walifanya mashambulizi na kuteka miji mikuu ya kikanda ya Goma katika jimbo la Kivu Kaskazini na Bukavu huko Kivu Kusini. Mnamo Alhamisi huko Washington, Rais wa DR Congo Felix Tshisekedi na Rais wa Rwanda Paul Kagame walitia saini makubaliano ambayo mwenyeji wao Rais wa Marekani Donald Trump aliyaita muujiza, licha ya wachambuzi kusema kwamba ni mpango wa Rais wa Marekani kutaka madini adimu yaliyopo katika maeneo yote mawili kwa maana ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiamini kwamba uwepo wa Marekani katika maeneo hayo utayaondoa makundi ya M23. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.